Vipawa vya rohoni. Hii ni part 2 ya mwendelezo ya vipawa vya rohoni ukiwa na sayari hizi kwenye nyumba ya pili, na ukumbuke kuwa sayari hizi huwa zinasimamia vipawa mbalimbali. South North inasimamia vipawa kutoka kwa maisha yako ya kale ambao umebebana naye to this life. Neptune inasimamia psychic gifts zako ambazo uko nazo naturally. Moon inasimamia ability zako za kuponya, na Jupiter inasimamia abundance ama utajiri ulio katika talanta yako kwenye nyumba ambayo ipo. So tunaenda kuangalia vipawa vyako vya kale ambavyo umebebana navyo katika hii maisha ukiwa na South North in Taurus. Cha kwanza, utakuwa na uwezo wa kuponya watu kupitia sauti yako. Kupitia sauti yako unapata kufanya nini? Kuponya wenzako kupitia kuimba, kupitia kucancel watu, kupitia kuchant mantras, hizo vile watu wanafanya kama maombi, vitu kama hivyo unapata kuponya watu. Kingine, kwa kutumia mikono yako, either kufanya massage ama kutumia herbs, yani hizi vitu mimea kama hivyo kuponya watu. Hiyo ni uwezo wako ambayo tayari ulianza, ilitoka kale, iko kwenye damu yako. Kingine pia uko na uwezo wa kudiscern, yani kuona kitu hakiko sawa, una uwezo wa kudiscern. Kingine pia unaweza kuwa mentor ama guide kwa watu, yani kama mwalimu, vitu kama hivyo. Kingine unaweza kumanifest easily, yani kirahisi sana kupitia tools mbalimbali, yani kupitia nature unaweza kumanifest, kama vile mtu anashika mchanga akiongea akinena kwa hivi na hivi, anamwaga ama anafanya vitu fulani, unapata una manifest kirahisi sana. Kingine pia una uwezo wa kuondokea illusions. Illusions ni zile fikira ambazo zinakuja tu, yani unapata mtu anafikiria vitu ambavyo haviko kwa reality. Una uwezo huo naturally. So hizi vipawa vyako vya rohoni vitachipuka tu kama utajifundisha kuacha kuangalia ama kujithamini kupitia bank accounts zako ama fedha. Unajua Taurus muda mwingi huwa wanaangalia, akikosa fedha naona hana hata maana. So ukianza kujithamini wewe ndani, ndio utapata vitu hivi vinachipuka. Ukiwa na Moon in Taurus, capability yako ya kuponya watu, una uwezo ya kuleta amani ama utulivu kwa wengine, na vile kwa kutumia yani utulivu ambao wewe uko nayo, kutumia energy yako unaweza kuponya watu, maana aura yako imebeba nini? Energy ya utulivu. Pia unaweza kuponya watu kupitia consistency na pia subra, na pia routines. Yani wewe ukiwa na mikakati fulani, ukitumia hizo mikakati, maybe kutumia hizo herbs, vitu kama hivyo, kufuatilizia vitu kama hivyo, unapata kuponya watu kwa urahisi sana. Wewe ni mtu ambaye unaenda na mikakati, si kukurupuka tu. Haya, tuangalie Neptune in Taurus. Neptune in Taurus, psychic gifts zako zitakuwa ni clairsentience. Clairsentience ni uwezo wa kuhisi kitu. Unaweza kuhisi kitu kwa umbali kupitia kunusa, kupitia kushika, na ukajua hii kuna matatizo ambayo inakuja katika maisha ya mtu, ama kuna vitu fulani vinaendelea. Kingine, una uwezo pia wa ku raise vibration ya watu. Vibration kama kuinua nguvu za watu za ndani kupitia muziki, kupitia uchoraji, kupitia vitu mbalimbali. Unaweza kufanya nini? Kuinua vibration za watu. Pia unaweza kuponya watu kupitia crystals ama herbs, ama session healings. Crystal ni zile mawe ambazo huwa mnatumia kama diamonds, vitu kama hizo, ama hizo herbs mbalimbali, ama kufanya hizo practice grounding, ile kutembea barefoot, vitu kama hizo. Unapata wewe una uwezo wa kufanya nini? Una uwezo wa kuponya watu kupitia njia hiyo. Haya, tuangalie Jupiter in Taurus. Jupiter ikiwa in Taurus, ina maana wewe katika maisha ya kale ulikuwa ni craft man ama craft woman. Ulikuwa unatengeneza vitu na mikono yako. Either ulitengeneza vitu kwa kufanya nini? Kuleta urembo kwenye environment ya watu ama mazingira ya watu, kupitia poetry, kupitia painting, vitu kama hizo. Yani you are a skilled craftsman. Ama ulikuwa ni mkulima. Ulikuwa ni mkulima mzuri. Unajua ni siku gani unafaa kulima, hii ni siku gani unafaa kuweka vitu hivi, ni mimea gani inafanya kwa msimu huu na ni mimea gani ambayo haifanyi kwenye msimu huu. Na pia una uwezo wa kujua jinsi ya kuweka pesa sawa. Unajua ni biashara gani ambayo ukiweka italeta manufaa, italeta profit, vitu kama hizo.
una uwezo wa kutumia pesa sawa. That's why unapata Taurus wako vizuri sana katika masuala ya fedha. Alafu unapata wewe pia ni mtu ambao ulikuwa ni good chef, yani ukipika chakula chako wewe kila mtu anataka kuonja. Wewe uliishi maisha ya luxurious. Ndio maana Taurus wanapenda sana kukaa mahali ambapo ni long lasting, na pia mahali ambapo kuna utajiri, mapambo vitu kama hizo. So wewe una uwezo wa kufundisha mtu jinsi ya kufanya nini, ya kuweka pesa, jinsi ya mambo na pesa, mambo na the physical world, si mambo ya rohoni. Wewe ni mambo tu na mambo na pesa. So ukitaka kupata utajiri wakati Jupiter iko katika nyumba ya pili ama in Taurus, ukiinvest sana kwa mambo na real estate, mambo na ujenzi, mambo na mashamba, mambo na biashara za kuuza vitu vizuri vya urembo vya wanawake, vitu kama hivyo, ukijaribu mambo na architect, ukijaribu mambo na beauty, mambo na pesa, mambo na banking, unapata unafanya vizuri sana wakati Jupiter iko kwenye nyumba ya nini, ya pili. Hapo ndio pesa yako itatoka. Ukijaribu kufanya mambo na teaching, mentoring, vitu kama hizo, huwa inavuta pesa sana kwako. So hizi ni talanta na vipawa vya rohoni ambavyo uko navyo ukiwa na Jupiter, Neptune, South North na Moon katika nyumba ya pili. So kumbuka, South North inasimamia vipawa vya kale, ambavyo umekuja navyo from your past life. Neptune inasimamia psychic gifts ambazo wewe uko nazo. Alafu Moon inasimamia healing capability, unaweza kuponya wenzako vipi. Alafu Jupiter inasimamia talanta zako na ni njia gani unaweza kupata fedha kupitia nyumba ambayo iko ndani. So part 3 naenda kuongelelea sayari hizi kwa nyumba ya nini? Kwa nyumba ya 3. So ikiwa wewe uko na hizi sayari kwenye kila nyumba, jaribu kusikiliza vipawa vyako vya rohoni ni gani, na pia kama wewe unataka kujua vipawa vyako vya rohoni ni gani, jaribu kuangalia hizi sayari kwenye nyumba ambazo ziko, ili upate kujua vipawa vyako ni gani, vile unavyotengeneza pesa, utapata pesa kwa njia gani, vitu kama hivyo, ili upate kujisaidia.